Wa Busia. Hii ni baada ya wakienda shuleni wameokolewa katika kaunti ya Busia. Hii ni baada ya mipango ya kuwaoza kufanywa kufuatia changamoto za karo. Akizungumza baada ya kuokoa wasichana hao, mwakilishi wa kike katika kaunti ya Busia, Catherine Omanyo, ametoa wito kwa chifu na mwakilishi wa wizara ya ardhi katika kaunti hiyo kukomesha visa vya uuzaji wa ardhi bila idhini ya familia. Wasichana hao waliookolewa wamedai kuwa baba zao waliwatelekeza na kuacha kwa uchochole. Katika harakati ya ukosefu wa fee sikuweza kuendelea, na hapo ndipo ugonjwa ulipoanzia ya hiyo mgugu ilitoka nje kama boil, ndio ikafika hiki kiwango yenye iko sasa. Maisha huyu namuita shosho, yale maisha napitia ni magumu sana, na kufikia mahali mheshimiwa ameonekana mahali hapa, mimi nashukuru zaidi kwa yale ambayo yote yanaendelea. Katika zile pita zangu za kucelebrate na watu ambao wako chini katika jamii, nikawa nimebeba tu ka Christmas kidogo na kuongea tu na mama. Nikaangalia hii hali si ya kupita, hii ni hali ya kubaki hapo. Nikaona wasichana watatu, mwingine alikuwa hapo na kidonda ndugu, na kaniambia aliwacha masomo. Mwingine pia amewacha masomo. Mwingine pia hako nyumbani alifukuzwa school fees. Ndio nikagundua kwamba kweli Kenya kama hauna pesa kimchezo unaweza kweli baki hata usiweze kutimiza au kufukuzana na ndoto yako. So nimekuja kuchukua hawa wasichana watatu, mmoja ni wa second chance, teenage mother, wawili bado tukizubaa tena pia hao watakuwa teenage mother. Na mtazamaji, na